Bwana Mwandagasia. Ishaya Benson Makilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Mimi huku nipo. Ndiyo. Tunasema sisi tupo kama tupo, lakini tulikuwapo kotokako. Sawa sawa. Ndugu yako naona anaichakaza Ukraine vibaya mno, maana katika mazungumzo ambayo ameongea huyu ambaye walikuwa wanafanya mazungumzo ya amani, niseme mwakilishi wa Urusi, amesema kuwa Ukraine ana nafasi moja iliyobaki ya kuweza kufanya negotiation, kwa sababu na hiyo ikipotea basi atakuwa amepoteza hiyo ya kufanya negotiation. Maana sasa kwa maana kuwa kilichobaki akubali kuingia kwenye meza ya mazungumzo, lakini kama ataendelea kusikiliza mataifa ya nje, manake kichapo kitatembea kama kawaida. Sasa hili wewe sijui unalizungumziaje? Kauli ambayo imezungumzwa pia na mzungumzaji pia kutoka Urusi, kupitia kauli ya Vladimir Putin mwenyewe, ambaye amewahi kuizungumza, amesema wazi kwamba tatizo kubwa ni Marekani. Okay. Tatizo kubwa ni Marekani pale nchini Ukraine. Ndio tatizo kubwa. Na tatizo la pili ni Umoja wa Ulaya. Kwa sababu ruhusa zote, michakato yote, mipango yote dhidi ya Urusi haifanywi na kamati ya maamuzi ya Ukraine peke yake. Kwenye kamati ama kwenye meza ya maamuzi ama kwenye kamati ya roho mbaya ya Ukraine, lazima awepo Mwingereza, lazima awepo Marekani, lazima awepo Mjerumani. Lazima awepo hao. Kwa tatizo kubwa kabisa ni Marekani. Lakini ni wazi kabisa kwamba kipindi hiki ambacho amani inatafutwa, kipindi hiki ambacho amani inatafutwa kati ya Urusi na Ukraine, ndio kipindi hiki ambacho Zelensky anazidi kuharibu. Sasa kumbuka kauli aliyozungumza Trump kwenye kikao kati ya Trump na Zelensky kwenye ofisi za Oval pale White House nchini Marekani, ya kwamba Ukraine isingeweza kufanya chochote Urusi kama isingekuwa Marekani. Ndio. Kwamba Ukraine isingeweza kumpiga Urusi kama isingekuwa Marekani. Na ile kauli ya kwamba Urusi iko na uwezo wa kuipiga Ukraine kwa siku 3 alizungumza Trump, japo Zelensky alipinga. Sawa. Kwa maana ni kwamba akasema kwamba Zelensky, kwa ujinga wa Zelensky, kwa upuuzi wa Zelensky, Ukraine inataka kuingiza dunia katika vita vya tatu vya dunia. Sawa? Hapo kwamba Marekani yeye kama yeye alikuwa anataka Zelensky akubaliane na matakwa ya Urusi ili amani ipatikane. Na kama sio vinginevyo, Marekani anataka kwamba Zelensky akabidhi madini thamani ya bilioni 500 ili amani ipatikane. Wakati huo Zelensky amekwisha poteza asilimia karibia 30 ya ardhi yake. Anakubalije Makilembe? Anakubalia wapi? Anaanzaje kukubali kwanza? Lakini angekubali singekuwa ni njema zaidi kuliko kwa sasa kinachoendelea na huu korofi aliyofanya juzi wa kulipua hizo ndege za Urusi? Ni njema zaidi, ni njema ndio unakubali. Lakini je, ni win situation? Kwamba mimi nakubali ndio kwamba vita viishe, ardhi yangu majimbo 4 yanakuwa chini ya nani? Ile thamani ya trilioni 28. Ni aibu kubwa kwa Zelensky. Ni aibu kubwa kwa Zelensky kukubali majimbo yaende katika historia, japo ni salama kwake kwa wananchi wake. Okay. Yaani kihistoria inakaa vibaya. Kihistoria tunabandika historia ya Ukraine inakaa vibaya. Kwamba kipindi cha Volodymyr Zelensky, Myahudi wa michongo, Urusi aliweza kuchukua majimbo 3. Majimbo 4. Maana ni kwamba Zelensky anakuwa mmoja ya rais dhaifu mno katika historia ya bara la Ulaya. Ndio. Na Umoja wa Ulaya kwao ni hatari zaidi, kwa sababu Urusi anapofanikiwa kuchukua majimbo 4, Urusi anakuwa na nguvu zaidi.
anakuwa na nguvu zaidi, anakuwa na rasilimali zaidi, anakuwa na watu zaidi, kitu ambacho ni hatari kwa Umoja wa Ulaya. Kwa Marekani yeye ni salama kwake, kwa sababu vita hivi vimemuingizia hasara nyingi Marekani. Hasara nyingi. Kipindi ambacho Marekani anabana matumizi ili kuweza kulinda uchumi wake ambao unakufa. Hata kwa Marekani anaangalia kwamba akiendelea Marekani kuisaidia Ukraine kwake ni hasara kubwa mno. Ndio maana Trump akasema kwamba tupeni madini ili amani ipatikane. Wakilembo kachana hayo, rudi ule upande wa mashambulizi. Tulizungumza miaka 2 nyuma, tulizungumza Wakilembo. Ndio. Tukiwa hapo mchana. Ndio. Urusi huyu wa leo ana uwezo wa kupigana vita miaka 20. Ndio. Kwa historia inasema kwamba Urusi amewahi kuingia vitani miaka 21 yuko vitani. Unaelewa? Nakuelewa. Miaka 21 Urusi yuko vitani. Sawa? Urusi amekuwa miaka 10 yuko vitani. Sawa? Miaka 5 yuko vitani. Kwa hiyo maana ni kwamba Urusi kama yeye ana rasilimali za kutosha za kuweza kumfanya aendelee na vita kwa miaka mingi zaidi. Jimbo la Kursk limeenda. Wanyike 10 wa Ukraine wameuawa. 10,000 wameuawa pale Kursk. Na Putin amefanikiwa kulikomboa ile jimbo kwa gharama kubwa mno. Sawa. Na nyuma ya problema kama ni kwamba Zelensky anapanga mipango ya kuivamia Urusi tena, ya kuipiga Urusi tena kama mpango aliofanya kwenye Operation Web. Operation Web ambayo imeharibu zana za kivita, ndege za kivita, viwanja na kuua. Kama Ukraine ana mpango tena ule mwingine wa kuivamia Urusi. Na kuipiga Urusi. Yaani unaona hii operation ile moja hii ya Operation Web. Ndio anafanya Zelensky. Anapanga nyingine zaidi. Sasa Vladimir Putin lengo lake, wakati jiulize nchi inapigwa kwa miaka 3 mfululizo. Urusi hajawahi kupumzika. Ndio. Kama kupumzika basi ni siku 7 tu. Sikukuu ya Krismasi, wanda Pasaka, na hivi vya amani vya kijinga, lakini Ukraine imepigwa kwa miaka 5 mfululizo. Anaitabanga Ukraine. Na Marekani yeye kama yeye kipindi ambacho nguvu kubwa ameweka Mashariki ya Kati. Amemfananisha Zelensky sawa na mtoto mdogo. Ndio. Amefananisha Zelensky na Putin kama watoto. Lakini Putin sio mtoto mdogo. Ile ni injilia. Na hata choka kuipiga Ukraine. Ataipiga mpaka Ukraine ikubali matokeo. Kwa Vladimir Putin alipo pale, lengo ni nini? Kumbuka hotuba aliyoitoa tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2022. Kumbuka hotuba aliyoitoa Vladimir Putin tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2023. Kumbuka alisema hivi. Lengo ni nini? Lengo kubwa ni kumaliza uhasama. Sawa. Lengo kubwa ni kumaliza uhasama kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi. Hatupigani vita peke yake, tunapigania maadili na usalama wa watu wa Urusi. Aliongea Vladimir Putin miaka 2 iliyopita. Sawa. Na ikumbuka vile Urusi sio mtu yani Putin hana michezo midogo. Hivyo vikao wanavyokaa hivyo vikao Mwakilembe Urusi sawa na hakuna. Urusi anataka mtu wa matendo, sababu unajua wa Magharibi wana mdomo mwingi, yani kama wa Kenya. Yani kama wa Kenya hivi au kama wa Bongo tuseme. Na mdomo mwingi, ahadi nyingi. Vladimir Putin alisema hivi. Kumbuka Magharibi nyuma 2022.
alisema hivi, Urusi wao ni vitendo sio maneno. Yaani Urusi wao ni vitendo sio maneno. Alafu vile vile Mwakilembe, mbali na kwamba Zelensky ameishambulia ile nchi, mbali na kwamba ndege kubwa kubwa ZT-116 ameziharibu, Urusi ni nchi ya pili duniani, ni nchi ya pili duniani kuwa na zana nyingi za kivita, ya pili duniani. Okay. Kwa hiyo ni kwamba yani kwa Zelensky aliyofanya vile bado, yani bado hajaona bado. Yani bado, yani kama vile yani Urusi hawezi kutikisika kwa sababu ya operation web. Hawezi kutikisika. Ana ndege mpya nyingi mno. Sawa, isipokuwa ni kwamba amechochea moto. Sasa juzi hapa nchi imepigwa sana ile Ukraine. Nimeona ilivyoshambuliwa. Mpaka Odessa huko wameumua, mpaka Kikongwe huko. Mpaka Vikongwe na uwawa huko Odessa. Nchi imepigwa sana. Kiev imepigwa sana. Kumshukuru Mungu ni Ujerumani alivyomsaidia ule mfumo wa ulinzi wa Iris. Ule mfumo wa ulinzi wa Iris ndio umeokoa Ukraine. Vinginevyo kwa ni chapati. Yaani ile Kiev ile ingeshazamisha tayari. Sasa toi ni je Mwakilembe? Itakuwa mpaka lini? Kuna mawili. Kubali yaishe ili watu wako wawe na amani. Yale majimbo ya kabidhi, yale majimbo yale kubali yameshaenda na maji. Ili uwe na amani. Kuwa mbishi, endelea kuwa mbishi ili msibaidike. Hata ubishi wa Zelensky unaweza sio makala zinginezo angekubali kwamba jamani mimi kama nilipofika nimechoka, inatosha. Hapo inatosha jamani, mimi nimekubali yaishe. Ili nchi iwe na amani. Ndio. Kwa sababu hivi anavyopigwa hivi, anaendelea kuharibu historia. Sababu Mwakilembe kwa vyovyote vile Zelensky hata afanyeje, hata ainame, hata afanye nini, Zelensky hawezi kuipiga Urusi. Hawezi. Vladimir Putin alimwambia nani, alisema hivi Trump ya kwamba Zelensky, bila Marekani huna kitu. Trump alimwambia wazi ulimwengu kwa nasikia, akamwambia Zelensky, bila Marekani wewe huna kitu. Ndio. Tena uwe na shukrani. Tena uwe na shukrani. Bila sisi Marekani, Ukraine hamna kitu. Mwakilembe, Zelensky alishukuru Marekani. Hata Urusi nadhani kikao wameshakaa baraza kubwa sababu na wanakaa Urusi ya kwamba kipigo kiendelee, mazungumzo pia yaendelee. Hawatasimamisha mapigano. Urusi hata koma kushambulia Ukraine, hata kumsaka Zelensky. Lakini pia wakati huo pia Urusi hata kutafuta amani ndani ya Ukraine. Kwa mwalimu wale ni kwamba kama ulivyosema bado Ukraine wanatembelea magoti. Bado Ukraine wanatembelea magoti. Bado Ukraine anapiga mno sababu kipigo cha Urusi ni mvua. Ni mvua, alafu sio mvua kwamba labda ni mvua kila siku, ni ving'ora tu. Alafu Trump ni vurugu wa nchi yenyewe. Umesikia maandamano huko Marekani? Umesikia maandamano Marekani huko Marekani? Maandamano Los Angeles huko. Maandamano huko Marekani hayafai. Hayafai mpaka imefika hatua watu hakuna kutoka nje. Ndio. Imefika hatua mpaka Marekani, ile jeshi la Marekani, the Marine. Unajua kazi ya Marine Mwakilembe? The Marine Army, unajua kazi ya ile jeshi la Marekani ni nini? Ile jeshi la Marekani kazi yake kubwa ni kupambana vita vya nje. Yaani pale ambapo Marekani ikivamiwa ndio jeshi linaruhusiwa. Maandamano haya ambayo yanaendelea sasa hivi Los Angeles, California, New York, wapi? Haya maandamano Trump ameita ni uvamizi. Marekani itatumia milioni 250 kuzima ya maandamano. Milioni 250, nazungumzia dola za Kimarekani.
zaidi ya bilioni 600 za Tanzania. Sasa Marekani imekingwa, ndio imebanwa, imefungwa vibaya mno. Mashariki ya Kati Myahudi anataka ailazimishe. Sema Myahudi naye Myahudi. Yaani Myahudi anataka alazimishe kushambulia Iran. Anayelipa gharama za kushambulia Iran ni Marekani. Yaani gharama za kushambulia Iran anayelipa ni Marekani. Marekani imekingwa. Urusi ajipigia tu kule. Ajipigia tu kule. Mpaka ifike hatua Zelensky mwenyewe kwa akili yake akubali kwamba sasa hapa yaishi. Hivi Makerembe, Ukraine hiyo inapigwa kila siku na Zelensky hawezi mshinda Putin. Umoja umesikia kauli juzi hapa, Putin anasema nchi ya kwanza kupiga ni ipi? Wanaangalia nchi ya kwanza kupiga Ulaya. Umesikia hiyo? Kwa ni ipi sasa wamechagua? Uingereza nchi ya kwanza kupigwa. Kwa sababu mpango wa Operation Web ulisimamiwa na Uingereza na Marekani na Ujerumani. Hata nchi ya kwanza kuipiga Ulaya ni Uingereza. Alikuwa wanasema juzi hapa nchi ni Uingereza kuipiga. Makerembe, tunapenda sana sisi amani iwepo ulimwenguni, lakini sasa sisi ni nani mwalimu na Mungu? Tunatamani mno vita vingeisha hata leo. Hata kesho vita viishe. Lakini mwalimu, sisi ni nani sasa? Mwalimu, nikushukuru bwana.